Nitumie fursa hii vile vile kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa commitment yake katika hotuba yake aliyoitoa. Ametoa hotuba ambayo kama kiongozi, ametoa hotuba ambayo inalenga kuleta taifa pamoja, inalenga kuleta uponyaji. Rais amekiri na ameonyesha kwa uso wake kujutia mambo mabaya ambayo yalitokea Oktoba 29. Sasa mtu mzima akionyesha katika uso wake kujutia hayo, na hata katika hotuba yake ameomba watu wasimame walau kwa dakika moja kuwaombea marehemu waliotangulia mbele za haki. Sasa hii ni commitment. Sasa commitment yake hiyo, na amesema kwamba ataunda tume ya maridhiano na ataunda tume ambayo ya kupitia constitutional review, kwa maana tume ya katiba. Sasa zote hizi ni commitment, lakini amecommit kwamba ataunda tena tume kwa ajili ya kwenda kufanya sasa upelelezi kama ambavyo tume ya Jaji Chande imependekeza. Sasa commitment hizi za rais tunaona ni commitment zilizo sawa. Sasa sisi kama wanasiasa ambacho tunapaswa kufanya ni nini? Moja, kwa hatua hii ya kwanza, mimi kama mwanachama wa Chadema, kwa hatua hii ya sasa, ni muombe kwa unyenyekevu rais, commitment ambayo ameionyesha ya kutaka kuunganisha taifa na kuliponya taifa, na amesema mwenyewe kwamba yeye bado ni yule Samia wa 4Rs. Basi katika hizo 4Rs zake ambazo amezisema, ni muombe atekeleze kwa vitendo kabisa na kwa unyenyekevu, aweze kama alivyofanya kipindi kile alipokutana na Tundu Lissu na wakazungumza, na baadaye tuliona mazungumzo yale yalizaa matunda. Freeman Mbowe, mwenyekiti wetu aliyokuwa anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi, alitolewa na wafuasi wetu zaidi ya 400 walifutiwa mashtaka yao. Ni muombe Rais Samia Suluhu Hassan kwa unyenyekevu katika hiyo spirit ya 4Rs ambazo mojawapo ni resilience, reconciliation, ebu afanye namna awezavyo bila kuingilia muhimili wa mahakama, aweze kufanya kama alivyofanya kipindi cha nyuma. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aweze kutoka jela, aweze kutoka mahabusu, afutiwe mashtaka yake, hawe huru. Na hapo sasa, ili tuanze kuanza mwanzo mpya, kwa sababu katika hotuba yake rais ameonyesha commitment. Sasa commitment hiyo furaha, sasa hiyo commitment akamilishe furaha hiyo kwetu sisi watu wa Chadema kwa kumtoa Tundu Antipas Lissu. Naposema sio tu kwetu kwa Chadema, kwa Tundu Lissu ndani, manake kunaumiza taifa. Taifa bado linakuwa limenyongonyea. Kwa hiyo ni muombe katika hiyo spirit ya 4Rs, reconciliation, resilience, rebuild, reforms, hebu aweze kufanya hivyo ili tuanze mwanzo mpya wa kuweza kujenga taifa.